Mheshimiwa Spika, vita dhidi ya rushwa ni eneo jingine ambalo tulilivalia njuga katika awamu ya 4. Tumepata mafanikio ya kutia moyo katika mapambano dhidi ya rushwa, ingawaje kazi bado ni kubwa ya kufanya mbele yetu. Tumefanya mambo matatu. Kwanza, tumetunga sheria mpya mwaka 2007 ya kuzuia na kupambana na rushwa, ambayo imeongeza nguvu ya mapambano dhidi ya uovu huo. Idadi ya makosa ya rushwa iliongezwa kutoka 4 yalikuwa kwenye sheria ya zamani hadi 24, na wigo wa wakosaji pia ukapanuliwa na kujumuisha hata watu katika sekta binafsi, maana kabla ya pale ni watumishi wa umma tu peke yake. Mifumo ya upelelezi na uendeshaji mashtaka nayo imeimarishwa. Tukaunda chombo kipya TAKUKURU badala ya TAKURU, ambacho kimepewa majukumu ya kuzuia na kupambana na rushwa badala ya kuzuia peke yake. TAKUKURU imepewa mamlaka zaidi katika kuongoza mapambano haya. Taasisi imeendelea kuimarishwa kwa kuipatia zana vipya, vifaa, kuongezea wafanyakazi pamoja na rasilimali watu na mahitaji mengine. Tumeiwezesha TAKUKURU kufungua ofisi katika kila mkoa na wilaya zote. Mheshimiwa Spika, maboresho haya yamewezesha idadi ya kesi za tuhuma za rushwa zinazofikishwa mahakamani kuongezeka kutoka kesi 50 mwaka 2005 hadi 1900 mwaka 2014. Jumla ya shilingi bilioni 87.8 ziliokolewa. Watumishi wa serikali 97 wameachishwa kazi kwa tuhuma za rushwa na matumizi mabaya ya ofisi zao baada ya ushahidi kwa kijinai kukosekana. Kwa upande wa mapambano kupambana na rushwa zenye kwenye shughuli za uchaguzi, tumetunga sheria ya kudhibiti gharama za uchaguzi ili kutoa majibu ya kilio cha siku nyingi dhidi ya watu wanaotumia fedha kununua kura.